Iran imefanya mashambulizi kwa kuvurumisha makombora ndani ya Israeli, huku jeshi la Israeli likithibitisha kuwa shambulio la makombora kutoka Iran limesababisha uharibifu mkubwa katika maeneo ya kati ya nchi, huku vikosi vya dharura na wahudumu wa misaada wakitumwa haraka katika maeneo yaliyoathirika. Picha zilizochapishwa kupitia ukurasa wa Telegram wa huduma za dharura za Israeli zinaonyesha moshi mzito ukifuka kutoka kwenye majengo pamoja na vifusi vilivyotapakaa katika eneo lililolengwa na shambulio hilo. Awali iliripotiwa kuwa kufuatia tahadhari iliyotolewa na jeshi la Israeli kuhusu makombora yaliyofyatuliwa na kikosi cha walinzi wa mapinduzi ya Iran IRGC, wahudumu wa misaada walielekezwa kusini mwa nchi ambako kulishuhudiwa uharibifu mkubwa kufuatia mashambulizi ya Iran dhidi ya Israeli. Katika siku za hivi karibuni, picha zimekuwa zikisambaa zikionyesha kiwango kikubwa cha uharibifu nchini Israeli. Wakati hayo yakitokea, Marekani imetuma ujumbe kwa Iran kupitia mjumbe maalum, na ujumbe huo uliwasilishwa kwa Iran kwa mujibu wa shirika la habari la Marekani CBS News likinukuu ofisa mwandamizi wa Wizara ya Mambo ya Nje ya Iran. Trump alitangaza jana kuwa alikuwa amefanya mazungumzo na Iran kwa muda wa siku 2 na kwamba mazungumzo hayo yataendelea wiki hii. Baada ya kauli ya Trump, Iran ilitoka hadharani na kukanusha kuwepo kwa mazungumzo yoyote na Marekani. Hata hivyo, baadaye Iran ilithibitisha kuwa ujumbe kutoka Marekani uliwasilishwa kupitia nchi nyingine kama ilivyoripotiwa na CBS News. Tumeupokea ujumbe kutoka Marekani. Kwa sasa unafanyiwa tathmini, alisema ofisa mmoja wa Iran kwa mujibu wa ripoti za vyombo vya habari. Trump alisema katika taarifa yake jana kuwa alikuwa amefanya mazungumzo yenye tija na Iran na kuwasilisha hoja 15. Iran inataka amani. Ninaamini kuna uwezekano mkubwa wa kufikiwa kwa makubaliano, Trump aliwaambia waandishi wa habari. Marekani na Iran hazina uhusiano wa moja kwa moja wa kidiplomasia. Badala yake zimekuwa zikiwasiliana na kufanya mazungumzo kupitia nchi nyingine. Mtazamaji, ni yapi maoni yako kuhusiana na taarifa hii? Andika maoni yako katika sehemu ya ujumbe hapo chini. Like na subscribe pia ili uwe wa kwanza kupata habari wa chungu tele. Hii ni Focus News. Jina langu ni Deo Kaji Makomba.